Hivi je, uh, lishe ya Kimasai ni salama kwa kila mtu? Ya leo yatakushangaza juu ya lishe ama juu ya ulaji wa Kimasai. Mmekuwa mkiaminishwa kwamba unaweza ukala nyama nyekundu tani yako kiasi unachokitaka wewe, unaweza ukanywa maziwa kiasi unachokitaka wewe, ukala mayai kabisa unayotaka wewe, na ukala nyama nyeupe unavyoweza wewe mwenyewe, ukiwa umepunguza vyakula vya wanga kama matunda matamu, jamii ya mikunde hii, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choko ambavyo tunasema kwa vina wanga, nafaka hizi ambazo tunasema zina wanga, na jamii ya mizizi kama viazi, mihogo na magimbi au ndizi, na bado ukawa na afya njema kabisa. Ndio ambacho umekuwa ukiaminishwa, na wakitoa kabisa reference, marejeo ya Wamasai kwamba Wamasai ni moja ya jamii ambayo inakula vyakula hivyo na ina afya njema. Na wewe ambaye sio Mmasai unasema naam, ni kweli kabisa, hizi nyama zilivyokuwa tamu na maziwa hakika ni tiba. Sasa kama unaamini na ni muumini wa protein na ni muumini wa ketogenic diet na ni muumini wa low carbohydrate, lishe ya vyakula vya protein na mafuta kimeepuka wanga, hii video inakuhusu. Ni Emmanuel Mpalie na Kitama Nutrition Specialist. Tulikuja kuangalia, je, kama hii lishe ya Kimasai ni salama kwa kila mmoja. Wewe basi wa Masai, ni salama pia kwako? Kwenda sambamba. Na mambo kadhaa na pointi zangu 5 za kuweza kufahamisha juu ya hii lishe ya Kimasai. Kwanza, kabla sijaenda mbali, kufahamisha tu kwamba hii lishe ya Kimasai, huu ulaji wa Kimasai huu ambao ni wa kunywa maziwa tani yako, nyama nyekundu za kutosha na mafuta ya samuli ya kutosha, ni sio salama kwa kila mmoja. Kwa hiyo ni hapana, sio salama kwa kila mmoja. Kwa nini? Sababu ya kwanza ambayo natakiwa leo uondoke nayo, kwa nini sio salama kwako wewe, hasa ambayo sio jamii ya Kimasai. Moja ni habari za utofauti wa vinasaba, genetics. Wamasai wana vinasaba ambavyo kwanza vinawasaidia wao kuweza kucontrol kiwango kingi cha maziwa ambayo wanakunywa, ambayo yamesheheni sukari, yani lactose. Na ndio maana huwezi kumkuta Masai na lactose intolerance, kwamba hana uwezo wa kumengenya maziwa kwa sababu ya sukari, yani lactose. Sio rahisi sana kumkuta Masai hivyo, lakini na watu wengi ambao wanawafahamu ambao si wa Masai na wana lactose intolerance hawezi kunywa maziwa, wakinywa maziwa yanawapata kama allergy. Hiyo ni issue ya kwanza, na hii ni kwa sababu ya vinasaba, genetics. Lakini cha pili, vinasaba hivi ambavyo ni masuala ya urithi, hivi ni vinasaba hivi ndio ambavyo vinasaidia katika kucontrol kiwango cha mafuta ya rehemu kwenye miili yao. Yaani kwa maana kwamba kwa kuwa wanakula cholesterol nyingi kutoka kwenye vyakula, vile vinasaba vinasaidia kuja kuzuia uzalishaji wa ndani ya mwili wa cholesterol kwenye miili yao. Wewe una vinasaba hivyo? Jibu nakuja ni hapana. Vinasaba ambavyo vinakontrol mafuta hayo wewe hauna, ambavyo vinashusha kabisa na kublock kabisa production, wewe hauna. Ila Wamasai hawa wamepata huo mbadiliko wa genetics kutoka kizazi na kizazi, na ikiwa ni lengo kuwafanya wao kuweza kusurvive. Wale waliopita darasani nadhani wanaweza kufahamu habari za survival of the fittest. Kwa hiyo kuna issue za genes, hawa jamaa tayari wamesha evolve, wameshapata hivi vinasaba ambavyo vinawasaidia. Hii ni sababu ya kwanza, utofauti ambayo inatuambia kwamba kwa nini hii lishe ambayo inamfaa Masai yamkini sio salama kwako wewe ambaye si Masai. Sababu namba 2 ambayo utakaofahamu ni kitu ambacho kwamba the exercise shield, ngao ya mazoezi. Wamasai wanafanya mazoezi ambayo ni ya lazima. Yaani kwa maana kwamba ni ya lazima katika mfumo upi, kwamba wanalazimika kwenda umbali mrefu sana katika kusaka marisho kwa ajili ya mifugo yao. Wanasema kwamba hawa jamaa kwamba wanatembea umbali karibia kilomita 10 mpaka 20 kwa siku, wakiwa wanajaribu kutembeza ng'ombe zao katika sehemu za malisho, ambayo ni tofauti na wewe. Hii ngao ya mazoezi ina manufaa gani kwao? Kwanza, kwa sababu wanakula vyakula ambavyo vimesheheni mafuta ambayo yanaganda, mazoezi yale yanasaidia kuja kuweza kuunguza hiyo nishati ambayo inatokana na mafuta ambayo wamekula wao, na hivyo kuweza kwanza kuondoa mafuta ambayo ingeweza kuja kushambulia mishipa ya damu. Lakini cha pili ni kwamba yale mafuta samani, zile nishati zikiwa ndizo nyingi, huwa zinaweka kwenye mfumo ambao unaweza kuhifadhiwa, ambao tunataka triglycerides, ambayo ile format inaweza kutumika kama malighafi ya kutengeneza cholesterol. Kwa hiyo katika tafasiri nyingine ni kwamba kupitia haya mazoezi makali ya kuswaga ng'ombe mbali mrefu sana,
inawakinga wao na mafuta, ongezeko la mafuta kwenye mishipa damu ambayo ingeweza kushambulia mishipa ya damu, na wakati huo huo pia inakuja kusaidia kwenye control kiwango au ongezeko la cholesterol, mafuta haya ya rehemu kwenye miili yao, ambapo wewe huo uwezo hauna. Hapo kuna tafiti ambazo zinaonyesha wazi kwamba Wamasai wanaunguza karibia kilocalories 2565 kwa siku, wakati sisi wengine ambao tuko mjini tunaunguza kilocalories 991 na wengine ambao si Wamasai almost 1500, ambapo kuna utofauti mkubwa sana. Huu ulaji wa Kimasai ambao hawa watu ketogenic na low carbohydrate wengine wanasema kwamba ni kwamba unaweza ukala na usipate changamoto. Hiyo ni difference ambayo inaonyesha kwamba hii inaweza siwe salama kwa upande wako wewe ambaye sio Masai, ambao huwezi kutembea hizo kilomita 20 kwa miguu ikiwa unaswaga hizo ng'ombe. Haya, namba 3 ni uhatari wa ongezeko la homocysteine. Tunasema kwamba kuna hatari wa mtu kupata hyperhomocystinemia ambayo ni ongezeko la hizi amino acid ambazo inaitwa kwamba ni homocysteine. Kwa hiyo ambao sio mtaalamu, ni kufahamisha kiufupi juu ya homocysteine. Unapokuwa unakula chakula chenye protein, huwa zile protein kuna vipande vidogo vidogo ambavyo vinaunda ile protein ambavyo vipo karibia 20. Kwenye hivi vipande kuna kimoja ambacho kinaitwa kwamba ni methionine. Methionine ni aina ya amino acid ambayo inatengeneza ile protein. Unapokuwa umekula vyakula hivi ambavyo vina methionine nyingi, ni kwamba huwa mwili unaibadilisha ile methionine kwenda kwenye homocysteine. Homocysteine huwa zina kazi kadhaa inapokuwa zipo kwenye kiwango ambacho ni cha kawaida, na kinachoweza kuratibu ongezeko la homocysteine kwenye mwili wako ni vitamini B12, habari za vitamini B6 na vitamini B9. Ina control vipi? Ni kwamba kwa mfano kama vitamini B12 na vitamini B9 ni kwamba huwa zinasaidia kuweza kurecycle tena ile homocysteine kurudi kwenye methionine, wakati mwingine huwa inaibadilisha ile homocysteine kwenda kwenye kemikali ambayo kwamba au kwenye compound ambazo tunaita kwamba ni cysteine na vitamini B6. Kwa hiyo unapokuwa kwa kuwa hii lishe ina uhaba wa vyakula hivi, kwa hiyo ndio kuweza kupata hii hyperhomocystinemia. Katika tafiti hii ambayo ni case study, mtu ambaye mwanzo alikuwa anakula vyakula ambavyo ni asili ya mimea, ambayo alikuwa ni veganism, huyu mtu aliamua kula kama Wamasai, lisha ya Kimasai kwa siku 30. Kilichokuja kumtokea ni kwamba ulaji ule wa Kimasai uliweza kusababisha ongezeko la homocysteine kwa 81.9%. Hiki ni kiwango kikubwa sana kwa mujibu wa tafiti hii, kwa maana kwamba ulaji huu wa Kimasai sio salama kwa kila mmoja, kwani inaongeza uhatari wa mtu kuwa na hyperhomocystinemia, ambayo sasa madhara yake ni yapi? Hizi homocysteine ambazo zipo nyingi zinasababisha mishipa ya damu kukamaa, kwa maana kama inasababisha atherosclerosis, lakini pia zinakuweka hatarini wewe kuweza kushambuliwa na heart attack, mshtuko wa moyo, lakini pia inachochea magonjwa ya moyo, na mwisho inachochea mtu kuweza kupata issue ya kiharusi. Ulaji huu wa Kimasai kwa sio salama kwa kila mmoja kama ambavyo mnaambiwa. Hii ni sababu namba 3 kwa nini sio salama kwa kila mmoja. Namba 4 ni habari za matumizi ya mizizi ya dawa. Tumekuwa tukiona katika tafiti mbalimbali ambazo zinatueleza kwamba Wamasai wanapokuwa wanakula vyakula vyao hivi au mapishi yao huwa inaambatana na miti shamba ambayo kwanza ni tiba ya magonjwa mbalimbali, lakini pia miti hii ina vitu ambavyo kwamba ni cardiac glycosides ambazo ni kemikali ambazo zinasaidia katika kushusha kiwango cha mafuta ya rehemu kwenye miili yao. Kwa hiyo unaweza kaona, je, wewe ambaye unaaminishwa kwamba utakula nyama tani yako nyekundu hizi, ukanywa maziwa tani yako haya, unatumia hii miti shamba ambao wamekupatia marejeo kwamba Masai wanakula vyakula hivi na hawana shida yoyote, unatumia hii miti shamba ambao wao wanaitumia? Jibu nakuja ni kwamba ni hapana. Ndio maana nasema kwamba bado hii lishe Kimasai kwa wewe basi wa Masai sio salama sana kwa upande wako. Cha pili ni utofauti uliopo wa kimazingira ya bakteria ndani ya tumbo. Wamasai katika tafiti zinatuonyesha kwamba utumbo wao umejaa bakteria ambao wanasaidia katika kumengenya ama kuhimili kiwango kingi cha protein hizi tukanazo na wanyama. Kwa maana kama hao bakteria wanakuja kusaidia katika umeng'enyaji wa nyama na maziwa. Wewe hao bakteria unao. Inakuja katika tafiti kwenye reference kwamba Wamasai wana bakteria hao kuliko jamii nyingine ambazo si Wamasai wao, kwa maana kwenye mmeng'enyo wao kuna hao bakteria ambao ni wazuri ambao wanasaidia kwenye kuhendo kiwango kingi cha protein tukanazo na wanyama ama kuhendo vyakula vingi ambavyo vinatokana na hawa wanyama.
kumengenya vizuri nyama na maziwa, kitu ambacho kwa wewe ambaye si Masai ni kwamba inakuwa ni changamoto kwako. Kwa utofauti huu wa kibakteria kwenye mmeng'enyo, maana difference ya gut microbiome, maana yake inatufanya sisi kusema kwamba hii lishe sio salama kwa kila mmoja. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo fahamu kwamba kwa sababu hizi kuu tano, hakika huyo ambao kwenye lishe ya ketogenic diet ama aina nyingine ya low carbohydrate ambao unakuwa umepunguza vyakula vya wanga, hivi vyakula asili ya mimea, ukala hizo nyama hizo protein kwa wingi sana, bado ni nyama hizo, maziwa, mayai kwa wingi sana, kwa sababu ya kupungua uzito ama kwa sababu ya kukontrol kiwango cha sukari, kwa sababu nyingine yoyote ya kiafya, na kuhakikishia yajayo yanasikitisha ni kwamba hayafurahishi. Wewe endelea kutumia. Huwa watu wanapumbazwa na matokeo ya muda mfupi ambao wanapata pindi wanapoanza ule ulaji, kama masuala ya kupungua uzito kwa haraka, mtu anaona amepungua, mtu mwingine anaona kwamba sukari yake imeweza kontroliwa vizuri, lakini kwa muda mrefu sana ulaji huu unakuja na complication nyingi sana ambazo zitaweza kukusikitisha, kwa maana kwamba zitaweza kuharibu afya yako kama kawaida. Unaweza ukaendelea kuitafanyia tafiti ama kusoma kuifuatia hiyo lishe ya ketogenic ama ulaji wa low carbohydrate kabla hujakaa nayo muda mrefu sana, kwani sio salama sana. Nimalizie kwa kusema tu kwamba hizi faida hizi ambazo tunasema kwamba Masai na vinasaba hizi mitishamba au mazoezi ni kwa Masai ambao wako vijijini kule ndani. Kwa hiyo Wamasai na wengine wanapotoka kule vijijini ndani kule na kuja kuishi kimjini na kaja na ile format yao ya kijijini, wengi wanashambuliwa na magonjwa kwa sababu yale sasa faida zile ngao ambazo kwanza zinawalinda wanakuwa tena ni hawana, na wao wanasuffocate. Kwa hiyo kiufupi kwamba huu ulaji sio salama, lakini pia sio salama kwa kila mmoja. Basi nadhani nitakuwa umejifunza kitu. Kushukuru kwa kuiweza kuitazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Niseme tu kwamba ulikuwa na Emmanuel Mpalie, Kitamu Nutrition Specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.